Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Januari 14 siku ya Jumatano, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari kubwa zopa kipaumbele. Inaanza na habari inayosema ACT yavuta subira, CCM yajikagua usalama mashina. Lakini sababu za maadili mawaziri zatajwa. Sababu za mabadiliko ya mawaziri zatajwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini habari kubwa ni mshtuko. Hilo ni gazeti lako la Nipashe nasema mshtuko ni kuhusu vifo vitokanavyo na saratani za kichwa na shingo nchini. Wataalamu wa Muhimbili waibua mzizi wa tatizo na kutoa suluhisho kwa umma. Lakini kuna habari inayosema internet yazimwa Uganda. Hiyo ni habari kwenye kurasa za Nipashe, inasema internet yazimwa Uganda. Lakini Rais Samia awaonya majaji wa upandishaji haki kortini. Rais Samia awaonya majaji upandishaji wa haki kortini. Lakini ukosefu wa maji samaki chanzo mamba kuua watu watatu. Ukosefu wa maji samaki chanzo cha mamba kuua watu watatu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini tukichana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza na habari inayosema Chauma wamekata pumzi au wanajipanga. Lakini Joyce Jamila vinara kupinga ukeketaji nchini, na katakata ya umeme inavyong'ata Unguja. Lakini Jaji Masaju afichua vikwazo utoaji haki. Matumaini bei ya dizeli na petroli 2026. Lakini siri ya wanaume kuhusika na bakteria ukeni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana na gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye linaanza na habari inayosema Samia ataka weledi majaji na mahakimu. Samia ataka weledi majaji na mahakimu. Lakini agiza viongozi watekeleze ahadi za kampeni. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini Migiro mawaziri wa bunge CCM mashiriki mikutano ya shina. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 3. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la Habari Leo inasema Makonda aanza na watendaji kuchapa kazi. Makonda aanza na watendaji kuchapa kazi. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele inaandika Dr. Mwinyi azindua rasmi viwanja vya michezo vya Gombani. Lakini Zanzibar kuandaa mkutano wa kikanda kujadili uvuvi. Na Rais Samia mahakama isimamie haki. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan asisitiza mahakama isimamie haki. Lakini kwenye gazeti lako la Uelekeo lenye kuna habari inayosema Dr. Samia uhuru wa mahakama unalindwa. Lakini asisitiza haki na wajibikaji, akemea kesi za kubambikizwa. Lakini jaji mkuu asifu dhamira ya Rais Samia kwa mahakama. Na sasa kesi zote kusikilizwa kwa umuhimu bila kusubiri za zamani, hukumu kutolewa kwa Kiswahili. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye linaandika JKCI yahitaji bilioni 1.6 kuwafanyia upasuaji watoto 420 wanaougua moyo. Lakini serikali yaahidi kutekeleza maagizo ya Dr. Migiro. Lakini Samia atoa neno wajibikaji wa mahakama. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan atoa neno wajibikaji wa mahakama. Na Makonda ataja sababu tofauti yake na Kabudi. Huyo ni Makonda ataja sababu tofauti yake na Kabudi. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga ukurasa wa mbele. Lakini huko Uganda joto la uchaguzi Uganda la panda, Angels zafungwa. Lakini tukiongezea kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaandika Dr. Samia asisitiza umuhimu wa uhuru wa mahakama.
Lakini serikali kuimarisha ujuzi wa nguvu kazi taifa. Na Makonda ataka kasi zaidi habari, utamaduni, sanaa na michezo. Huyu ni Makonda ataka kasi zaidi habari, utamaduni, sanaa na michezo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza linaandika uhuru wa mahakama ni sharti la msingi. Huyo ni Dr. Samia. Lakini GGM yaokoa maisha watoto 14 wenye magonjwa ya moyo JKCI. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Uhuru lenye linaandika simamieni haki. Hilo ni gazeti la Uhuru linaandika simamieni haki. Lakini Migiro anika ubora wa CCM na Profesa Shemdoe awatega walimu wa shule nchini. Profesa Shemdoe awatega walimu wa shule nchini. Lakini wadau waeleza Rais Dr. Mwinyi alivyotekeleza malengo mapinduzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Majira lenye ukurasa wa mbele linaanza na habari inayosema Rais Samia awasisitiza majaji mahakimu kutenda haki. Lakini JKCI inahitaji bilioni 1.6 upasuaji wa watoto 420. Lakini waomba kujengewa jengo la mama na mtoto. Waomba kujengewa jengo la mama na mtoto ni wapi? Basi ndani ya gazeti lako la Majira habari inaendelea kwa kina. Lakini kuna habari inayosema tume ya bonde la Mto Naili yapokea mkurugenzi mpya. Tume ya bonde la Mto Naili yapokea mkurugenzi mpya na serikali yakamilisha ukarabati kivuko cha MV Kazi. Serikali yakamilisha ukarabati kivuko cha MV Kazi. Lakini matumizi holela ya P2 kwa vijana na athari kwa afya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kweli na uwazi linaandika Rais Samia wakumbusha majaji mahakimu weledi na uadilifu. Lakini polisi Iringa watambua mchango wa Miami Club na GGM yaokoa maisha ya watoto 14 wagonjwa wa moyo. Hiyo ni GGM yaokoa maisha ya watoto 14 wenye magonjwa ya moyo. JKCI yahitaji bilioni 1.6 kuwatibu watoto 420. Lakini yaipongeza GGM kwa kusaidia upasuaji wa watoto. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yake kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele inaandika JKCI yahitaji bilioni 1.6 upasuaji wa watoto 420. Lakini yaipongeza GGM kwa kusaidia upasuaji wa watoto 14. Hilo ni gazeti lako la Mtanzania leo. Na Rais Dr. Samia awakumbusha majaji mahakimu kutenda haki. Na shule zote 18,000 ziko tayari kupokea wanafunzi. Hilo ni gazeti lako la Mtanzania leo ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa mbele inaandika Rais ataka imani Makonda anze kwa kishindo. Lakini Majaliwa Dr. Mpango washtua wenzi wa mitandao watikisa. Hilo ni gazeti lako Raia Mwema bado linaendelea kuwepo sokoni kwenye asubuhi ya leo. Lakini tukiachana gazeti lako la Raia Mwema kwenye kurasa za mbele, sasa tuangazie ni kurasa za michezo kwa asubuhi ya leo. Gazeti lako la Uhuru linatuandikia jasho limemwagika, Yanga bingwa mapinduzi kapo, Manula Msheri wafanya balaa. Lakini Dr. Mwinyi afungua Gombani ahidi kuendeleza michezo. Lakini Imani Pakiao kutua Bongo na mambo mawili, na Zulfa Macho kurudi kivingine kwenye ulimwengu wa masumbwi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini Raia Mwema kwenye michezo inaandika ni Yanga tena. Hilo ni gazeti la Raia Mwema linaandika ni Yanga tena. Lakini aliyeinyonga Stars Morocco aenguliwa. Aliyeinyonga Stars dhidi ya Morocco aenguliwa. Senegal Misri kazi ipo Morocco. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye michezo naandika Yanga ya anza mwaka na taji. Lakini Rais Samia amtwisha Makonda Afconi. Juma Juksi ashinda tuzo Afrima. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini Yanga yamtambulisha Okelo. Hiyo ni habari ukurasa wa 23 inaendelea kwa kina kwenye gazeti lako la Habari Leo. Ni Yanga wamtambulisha Okelo. Lakini kwenye gazeti lako
la Zanzibar Leo kwenye michezo linaandika Yanga bingwa NMB Mapinduzi Cup 2026. Lakini kikundi cha taifa cha Konga Nyoyo taarabu ya mapinduzi, hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye kimataifa kuna michezo naandika Arbeloa amrithi Alonso Real Madrid, hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo. Huko gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye michezo linaandika uwanja wa Gombani Pemba upo tayari kwa mechi za kimataifa. Lakini Yanga bingwa tena Mapinduzi Cup 2026, Simba yaanza maandalizi kuivaa Esperance de Tunisia. Hilo ni habari kwenye gazeti lako, naendelea ukurasa wa 14 kwenye kurasa za michezo. Upate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaandika Yanga bingwa kombe la Mapinduzi 2026. Lakini Nabi atajwa kuchukua mikoba Tunisia. Chama atua mazoezini Singida Black Stars, huku polisi Kenya yamtaka Faridi Musa. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenyewe kwenye michezo linaandika habari inayosema Simba Ginono Palesi swala la muda. Lakini Yanga wababe Mapinduzi Cup yashinda kwa penati. Mulindwa hakubali Injinia Hersi ni mtu wa soka. Lakini mwamuzi aliyekatalia Taifa Stars afungiwa. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Uelekeo kwenye michezo linaandika Yanga mabingwa NBC Mapinduzi Cup yalichapa Azam kwa matuta Gombani. Lakini panga linawahusu mastaa hawa Simba na manispaa ya Kinondoni yazindua uwanja wa makumbusho. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa michezo. Lakini tukiangazia kwenye kurasa la gazeti lako la Mwanaspoti kwenye michezo bado linaandika Simba yafuata striker Uganda, yapiga hodi kwa beki Singida. Lakini Afcon nusu fainali ya wakumbwa, Afcon nusu fainali ya wakubwa. Lakini mtu ukuta BDL huyu hapa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Lakini wamechukua IC Yanga yaanza mwaka na ubingwa, Manula ni yule yule. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe lenyewe kwenye michezo linaandika Yanga ya mtoa rasmi Alani Okelo, yabeba ubingwa Mapinduzi kwa matuta. Lakini Simba kufuata golikipa Nigeria. Hilo ni gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Upate nakala yako kwa habari kwa kina. Na kurasa za michezo kwenye gazeti lako la Nipashe ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.